Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Septemba 1, siku ya Jumanne. Mada leo inasema huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Soma Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 11 hadi 15. Kifungu hiki kinaelezaje kwamba msingi wa huduma ya Paulo ni Kristo? Paulo alijua kwamba alipaswa kutoa hesabu ya huduma yake kwa Kristo. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 10. Alijua hofu ya Bwana, naye akatafuta kuwashawishi watu kuhusu injili ya Kristo. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 11. Hofu hii ni heshima na kicho kwa Kristo, na kwa hiyo inaunganishwa na upendo wa Paulo kwa Kristo na imani katika upendo wa Kristo kwake. Katika Agano la Kale, kumcha Bwana inamaanisha kutembea katika njia zake, kumpenda na kumtumikia kwa moyo wako wote na roho yako yote. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 ya 12. Huduma ya Paulo si ya kibinafsi, bali inayoelekezwa kwa Kristo. Hakujisifu au kujitukuza. Sababu ya kujisifu kwake ni Kristo. Wakorintho wa pili sura ile ya 12 aya 9. Alisema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wagalatia sura ile ya 6 aya 14. Kwa hiyo fursa ya Wakorintho ya kuona fahari au kujivuna kwa ajili yake katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 12, maana yake ni kujivunia huduma yake ambayo kiini chake ni Kristo, tofauti na huduma inayojikita katika ubinafsi ya wapinzani wake. Soma Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 16 hadi 21. Wakolosai sura ile ya 1 ya 19 hadi 23 na Waefeso sura ya pili aya 13 hadi 16. Paulo alimaanisha nini aliposema huduma ya upatanisho? Kristo ndiye mhudumu wa upatanisho bora kabisa. Kwa hivyo, alitupa huduma ya upatanisho. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 18. Wazo la upatanisho linatokea tena na tena katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya ya 16 hadi 21. Hili ni wazo muhimu kwa Paulo, na ni lazima iwe hivyo kwetu pia. Mungu amewapatanisha wanadamu na nafsi yake kwa njia ya kifo cha upatanisho cha mwanawe. Wale waliopatanishwa na Mungu ni kiumbe kipya. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 17. Sasa wanatakiwa kupeleka mbele hii huduma ya upatanisho kwa kutangaza injili ya Kristo. Wakorintho wa pili sura ya 5 ya 19. Kwa maana hii tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 20. Fikiria juu ya kile Kristo alichokufanyia. Fikiria juu ya hatia, dhambi, hukumu ambayo ingekuwa yako kama si kile alichokufanyia msalabani. Ukweli huu unapaswa kuathiri vipi jinsi unavyohusiana na wengine, hasa wale wasiomjua Bwana? Leo ni Septemba 1, siku ya Jumanne, mada ikisema huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.